Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya Simba Sport Club, kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa ndani ya kikosi chao, kwa taarifa ya kile ambacho kimeweza kujili katika sakata ambalo limeweza kuwa ni gumzo kweli kweli. Nazungumzia mchezo wa dabi ya Kariakoo, ambapo inaelezwa kwamba tayari mambo yameweza kufikiwa mara baada ya shirikisho la soka Tanzania TFF kuweza kutangaza tarehe mpya ya mchezo wa dabi ya Kariakoo, tofauti na Juni 15 imeweza kusogezwa mbele mpaka tarehe 25. Sasa klabu ya soka ya Simba Sport Club wao waonyesha kugomea kile ambacho kinachojili kwa wakati huu. Ni kama vile hawajafurahia maamuzi yaliyoweza kutolewa juu ya mchezo wa dabi ya Kariakoo, huku wengi wakioji, je, klabu ya Simba Sport Club kile ambacho walichokuwa wakiweza kukitaka kimeweza kufanyiwa kazi, huku yale ambayo yanayoendelea kwa sasa yamekuwa ni mengi kweli kweli, na mimi nimekusogezea hapo, utakwenda kujua kila kitu. Klabu ya Simba wana mpango gani mara baada ya maamuzi haya kuweza kutolewa. Mambo ni mazito kweli kweli, tofauti na vile ambavyo wengi wanadhani ya kwamba pengine haya mambo yamemalizika na tutakwenda kushuhudia dabi ya Kariakoo. Huenda mambo yakawa ni mazito kweli kweli kwa mashabiki wa klabu ya soka ya Simba kutokana na kutokuwa tayari kwa jambo hili ambalo linaloonekana liko mbele yao. Sasa wameweza kutoa taarifa yao kuhusiana na kile ambacho kinachoendelea kwa wakati huu, ila kabla hatujaendelea katika taarifa hiyo, ni kukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya hapa nazungumzia Star Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili kubwa ambalo linaloendelea kwa sasa kuna mchezo wa dabi ya Kariakoo, ambapo Simba wao wameweza kutangaziwa ratiba mpya. Kwa kile ambacho kinachoonekana mambo yamekuwa ni mazito kweli kweli, ukiweza kushuhudia Young Africans wao wakiweza kupatiwa kile ambacho kinachoonekana mara baada ya dabi kusogezwa mbele. Kwa mujibu wa Yanga, walisema kwamba katika matakwa yao wanaomba bodi iweze kuvunjwa, lakini na mengine mengi wakiweza kusema, lakini wakasema kwamba hata bodi ikivunjwa bila shaka basi ya kwamba wanapaswa kuweza kusogezewa tarehe mbele, kwa sababu wako tayari kucheza tarehe 15 hiyo ambayo imetangazwa. Sasa mara baada ya kutangazwa kwa tarehe mpya, ikatolewa taarifa ya kwamba mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mguto amewasilisha barua ya kujiuzulu wazifa wake huo ambao aliyokuwa nao ndani ya bodi ya ligi, hivyo basi anang'atuka. Lakini katika taarifa nyingine haikuacha mbali, ambapo baada ya mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mguto kuwasilisha barua ya kujiuzuru, pia rais wa TFF Wallace Karia amemsimamisha kazi mtendaji mkuu wa bodi ya ligi ambaye ni Almas Kasongo. Kwa hiyo hatokuwa tena katika nafasi hiyo. Mambo yanazidi kuwa ni mazito, lakini kwa kile ambacho kinachoonekana mpaka sasa ni klabu ya Simba ni kama vile wamesusa, unaweza kusema hivyo, kutokana na mpaka sasa ukipita katika peji za klabu ya Simba hakuna taarifa yoyote ya kuthibitisha kwamba Kariakoo dabi watakuwa nayo tarehe 25. Ni kama vile maamuzi haya klabu ya Simba hawajayachukulia kwa kile ambacho kinachoonekana, yani ni kama vile wanakwenda tu, lakini hawajataka wao kuweza kucheza kabisa mchezo huu, ambapo inaelezwa kwamba Simba tunaenda kasi, kwa nini dabi isichezwe? Unaona bana, kama mechi ya Jumapili itahairishwa, sisi
anasema kwamba sisi hatutakubali, yani ndio haki yetu hiyo. Wale si walishakataa, na sisi Jumapili ikitokea mechi yetu inahairishwa na kuambiwa tu inasogezwa kwa saa moja, hatutakubali. Tunaenda kasi kushitaki kwa nini tusicheze dabi yetu wakati ilishatangazwa. Shabiki wa Simba, mchungaji wa Simba akizungumza kupitia kipenga extra ya East Africa Radio, akiweza kuzungumzia kwamba wenyewe wanakwenda kasi. Kwa nini waweze kupangiwa? Hapa anazungumzia ratiba nyingine, unaona bana, kwa kile ambacho kinaonekana kwamba tayari zikiwa zimesalia. Hapa nazungumzia siku kadhaa kuelekea katika mchezo huo. Unaambiwa mambo yamekuwa tofauti kwa wekundu wa Msimbazi Simba, ambali na lile ambalo lilokuwa likiweza kuendelea. Unaambiwa mambo yameweza kuwa ni mazito kweli kweli, huku klabu ya Simba ikiwa wenyewe wanaonekana kuweza kubaliana na kile kinachoonekana, ambapo mchezo wa dabi ambao utafanyika tarehe 25, ambapo wengine wanasema kwamba kutokana na kile kilichoweza kuonekana katika picha ambayo alipiga Mangungu akiwa na viongozi, inaonekana mzee Murtaza Mangungu hakuwa mtu mwenye furaha kwa kile ambacho kilichokuwa kikiweza kuonekana. Mambo yanazidi kuwa ni mazito kweli kweli katika sakata hili, ambapo wengi wanasema ya kwamba ukimya wa klabu ya soka ya Simba unaweza kawa ni ukimya ambao utaleta maswali kwa kile ambacho kinatokea, ambapo zinaonekana kwamba pengine FIFA inaweza ikahusika, kwa sababu mashabiki wa klabu ya Simba ni kama hawajaridhishwa na kile kilichoweza kutokea. Pengine walifanya mpaka kile kinachowezekana, wakaenda kuomba uwanja kupitia Wizara ya Michezo ili waweze kupata uwanja huo, lakini bado ngoma ikawa ni ngumu. Unaambia sio kwamba pengine kuna giza mbele, ambapo huenda likatokea kutokana na watu kutokuridhishwa pengine na maamuzi haya. Unajua bodi ya ligi wangetangaza kilichotokea, ripoti na nini, na yote yangeweza kupatikana, lakini sio kuja kusema ya kwamba mchezo ni tarehe fulani tucheze mchezo. Vipi yale ambayo yaliyokuwa yakiweza kutakwa yameweza kufanyiwa kazi? Ripoti ya uchunguzi, nani aliyepiga simu, yote yale yangeweza kuwekwa wazi vizuri zaidi, ili mashabiki waweze kujua nini ambacho kilichoweza kutokea. Kwa hiyo mambo yanavyozidi kuwa hivi, pengine utarajie kwa upande wa Simba watakuja na jambo gani, lakini mpaka sasa klabu ya Simba iko kimya kabisa, haijaweza kuonyesha ushirikiano katika hili la kubadilishiwa ratiba. Tusubiri kuweza kusikia ni yapi ambayo atakaweza kujili, nami nitakusogezea hapa katika chaneli yako pendwa ya